Ana baba yuko na babu jali kachunji. Tinganzale ya mai. Tinganzale baba hapa wa shilingi 600 wanagawanyishwa mara 3. Udagaa kundawi wine muri wine liguro na kiazi hiki hapa kinapigwa kapani pap kutwa mara 3 kama uji wa mgonjwa. Dagaa unawaganyisha mafungu 3 kwa sababu maisha haya ni magumu, maisha yamebadilika. Dagaa asubuhi, mchana, jioni kama dozi, kama panado tu. Mboga inaliwa kama panado. Budget hakinifu. Budget hakinifu. Ya, ndio maana kuna kidole cha kwanza, cha pili, cha tatu havifanani na kula hivi hatufanani. Ataki aende kwao huko. Mimi niende kaendelee na mambo. Wewe unaenda kupika, yaani ukitaka kuelewana na mimi, hii Chinese unaenda kupika mwenyewe. Unapika mwenyewe na unakula mwenyewe, sikuachi. Yaani sikuachi. Yaani hapa mpaka tunafika nyumbani sikuachi. Kukuacha kwa mimi, umechukua hii Chinese, tumefika nyumbani umechukua hii Chinese, umeipika na unakula, unakaa pale unatafuna. Mimi sitafuni hivi. Hivi sitafuni. Unaniacha au niache? Sikuachi. Unaniacha au niache? Sikuachi mume wangu, sikuachi. Nasema hivi sikuachi kwa sababu nimechoka. Hivi ngoja kwanza nikuulize mke wangu. Tatizo hapo ni nini? Hii mboga inaongeza damu. Mboga hii inaongeza damu. Wewe unapo Chinese inawekwa ndimu. Kwani tatizo liko wapi? Tatizo liko wapi? Nyanya ziko wapi? Mafuta yako wapi? Afu Chinese yenyewe hii umeiokota sijui dampo, matembele yenyewe yamekoma, yamekauka. Mume wangu kweli wewe kunifanyia mimi vitu kama hivi? Kukuacha kwangu mimi, twende moja kwa moja nyumbani na ukapike mboga hii. Wewe nikapike mimi mwanaume mzima nikakae jikoni, wewe si mwanamke, nimekuoa na shughuli gani? Wewe nenda kapike. Wewe unaenda kupika Chinese. Kwanza ajabu yangu umeipata wapi? Hii jabu mimi leo nilikuwa nawaonyesha happy birthday washikaji zangu mambo ya happy birthday siku ya wapenda nao. Mimi wangu unajua kama umechizika saa hizi. Unajua kama umechizika. Hivi unajiona hapo ulivyovaa kuanzia chini mpaka juu umejiona? Umechukua blouse yangu umevaa. Unachukua na hijabu yangu umevaa. Hebu nipe kwanza hijabu yangu. Nimesema masiala. Vitu vyenyewe nimenunua mimi na nyanyasa. Kwa hiyo hapo siku ya siku nikizubaa unachukua kijolo unavaa, si ndio? Utachukua kijolo utavaa. Sasa. Sio sasa. Twende nyumbani ukapike hii mboga. Wewe sikiliza. Wewe cha kufanya nenda kapike. Sio cha kufanya nenda kapike. Unajua mimi saizi unanikera. Mimi saizi nimechoka. Hiyo haina shida mke wangu. Tangulie. Twende. Wewe mbele wewe. Mbele rudi. Mbele rudi hapo umesikia? Wamekocha ameachaliko bwa. Wamekocha ameachaliko dolo. Mama artificial. Na wewe lengo kitoke. Na kitatoka tu. Wamekocha ameachaliko dolo. Do. Hawa dagaa ukipiga hesabu hapo kama 680 hivi kitu kama hicho. Hesabu yangu inavyonituma kwa sababu anakuwa hesabu inakuja narudi. Na maana hao ukiwapiga vice versa double kibini maana yake unapata fungu 3. Na hizi fungu 3 maana yake lazima ule mchana, ule jioni, ule asubuhi. Hivi kwa mfano, kwanza tuchukulie mfano mboga simeshafika, nimekuja nao sasa hivi asubuhi, maana yake na wewe nimekukuta unatwanga muhogo. Maana yake tayari fungu la kwanza linaanza kutumika saa hizi. Fungu la pili mchana, fungu la 3 usiku, jioni. Kanichukulia kwanza chombo ndani. Wamekocha ameachaliko bwa. Wamekocha ameachaliko do. Kanichukulia kwanza chombo ndani humo.
Kachukua nani nyungo nyingine hakuna ndani? Hata hii hapa nyungo. Wewe hapa kuna nini nataka nikupe mifumo hapa, ina maana tuishi kimifumo fulani hivi. Wamekocha kocha ameachali kubwa. Wa. Kocha ameachali milele. Na ugali wa muhogo kule dagaa ndo wanatoboa kinoma. Wanatoboa kinoma noma. Muona kama hizi hapa fungu 3 hizi hapa. Wewe angalia kwanza huku. Mimi sinakupa mifumo. Hizi hapa fungu 3. Umeziona hizi hapa jinsi zilivyo hizi hapa. Hapa kuna nyanya moja na kuna kiazi kimoja. Ina maana hapa fungu la kwanza asubuhi, fungu la pili mchana, fungu la 3 jioni. Na hii nyanya ikatwe mara 3. Maisha nadhani unajua tunakoendea huko. Hii nyanya ikatwe mara 3 vipande vitatu, kipande kifungu, kipande fungu, kipande fungu. Na kiazi mviringo vile vile mara 3. Nadhani nimeeleweka mimi hapa. Mwanaume anaongeagi sana. Mwanaume anaongeagi sana. Hawa hapa. Hawa wa 600 hawa. Na maana hapa ina maana kuna samanya kila fungu 200. Kila fungu 200. Mboga ya 200 mimi na wewe tunatutosha. Hivi, Baba Adolfu nikuulize. Wewe una akili sawa sawa? Usingenikubali. Uko timamu kabisa? Vibaya mno. Umeenda sokoni umenunua dagaa fungu 1. Kiazi kimoja, nyanya moja. Unafika nyumbani dagaa unagawanyisha mafungu 3. Asubuhi, mchana, jioni nyanya ukate hivi na hivi ukate. Wewe ungeweza? Dozi. Nyanya moja kiazi kimoja. Dozi. Kitunguu kiko wapi? Nakwambia kitunguu cha mafuta yako wapi? Pika mchuzi juu. Wewe pika mchuzi juu. Mimi nipika mchuzi juu? Pika mchuzi juu. Kwa nini usipike wewe mchuzi juu kama unaona kweli mchuzi juu unaliwa? Wewe pika mchuzi juu. Napikaje kwa mfano? Kama mchuzi juu kweli wewe unaweza kupika, kwa nini usipike wewe mwenyewe mpaka uniambie mimi nipike mchuzi juu? Wewe vinapikika hivi. Mimi siwezi kupika hivyo vitu. Wewe unapika upiki? Hivyo mimi sipiki Baba Adolfu. Kwa sababu mimi siwezi kuendelea kukuvumilia wewe na ubaili wako wewe uliokuepo nao. Dagaa fungu 1. Unafika nyumbani unagawanyisha mafungu 3. Nyanya moja kiazi kimoja. Hakuna kitunguu, hakuna mafuta. Uniambia mimi nipike? Mwanaume baili, pesa unazo mfukoni kabisa. Unanikaanga mimi na maisha namna hii kweli? Pesa ulinipa wewe? Wewe hivi pika. Pika mwenyewe, sina muda wa kupika. Unapika au pika? Unga huu hapa. Nenda kapike. Ukitaka utaongeza kutwanga. Sipiki. Sipiki. Wewe unapika wewe. Sipiki. Kama sio mimi Baba Adolfu, wewe hapa unapika na usipofanya mambo haya naye hahitaji mimi. Wewe hapa unaama. Unajua sipiki? Hapa panapikika. Baba Adolfu hapa hapapikiki. Panapikika papikiki. Hapa pikiki. Bonge moja la kolabo na ngoma kali wewe. Unielewa? Sipiki. Kwanza utatafuta vitu vya kwako mwenyewe vya kupika. Au unga wangu mimi nautoa. Wewe miogo umelima na nani? Miogo wewe umelima na nani? Mwaga makondole gani? Hizi kondole za kwako peke yako? Wewe hapo kuna takatafuta kando. Nisipokuta mimi ugali hapa hivi hapa naingia kwa mshikaji wangu hapo kati hapo. Nisipokuta ugali hapo wewe unaama ndo talaka yako hivi hivyo. Mimi nikwambia tu ukweli. Kwa sababu ya dagaa nyasi. Nisipokuta ugali umetoka, wewe hapa unatoka. Nielewe mimi ninavyokuongea. Hapa lazima uondoke. Wewe dagaa mbona wengi sana hao? Wewe mbona unayazumu? Dagaa sitapika. Ugali sipiki, utapika mwenyewe. Na kwa maisha haya mimi nimechoka. Siwezi kuendelea kukumiliki wewe, hauwezi kuendelea kunimiliki mimi kwa ubaili kama huu. Yaani siwezi Baba Adolfu, siwezi. Na hapa watu wakiniuliza naambia bwana mke wangu amenipiga mwichi. Hayo ndo mapungufu sasa. Yaani hayo ndo mapungufu. Wakanione tu kunuka kondole, naenda kuambia nyama kondole zinazonuka hizo. Mke wangu ana roho kubwa. Anakuambia naambia kwa sababu sijatimiza mahitaji ya nyumbani. Nimepeleka dagaa fungu 1 na nyanya 1 na kiazi kimoja. Yaani wewe kwa roho hiyo hapa hata ukisiwa chizi chejika. Wewe bwana ngoja kwanza. Mambo vipi? Fresh kama kawaida. Kama kawaida. Amani kabisa. Bwana wewe nikimbiza kwa kudevela. Wapi? Kwa kudevela kwamba wewe umjui? Fresh, shilingi 1000. Boko? Yeah. Usiangalie sana hela. Kuna wakati mwingine lazima kidogo uishi kwenye mifumo.
Hela ndo tatizo langu. Mwenye neno kama shipolini yule. Haina shida blaza, twenzetu buku tu. Haina shida wala nini. Mimi mwenyewe korosho za mwakani nanunua pikipiki, usininyanyase. Wewe vipi bwana? Watu ni mambazi na wakafeli pikipiki wakupata. Hakufanyaje? Nitashuka. Usigaili sasa, mimi nataka buku lako ile. Sasa ukigaili mimi buku naipata wapi? Wewe sasa hizi. Mzuri. Huyu bwana vipi? Nimemkuta. Yaani kijueni kwake mkujui au? Mnakokutana mkujui? Huyu bwana huyu ameniambia nitamkuta nyumbani. Ndio maana nimekuja kumuulizia kwako shemeji. Nimesema mnakokutana mkujui? Anakopatikana sikujui. Nyumbani kwake si hapa shemeji? Kamtafute mnakokutana. Kwanza shemeji, je. Ingia ndani. Kamtafute ndani, yupo ndani, ingia. Niingie ndani nikiambiwa nimeiba mayai. Sasa unatakaje sasa? Mimi ninamtaka yeye uniambie tu ameelekea huku, wewe ni mke wake. Sitaji kunipigia kelele. Naomba muondoke. Basi. Yaani sitaki kelele. Basi. Wege na busara shemeji, ndo unakomaa. Haya basi, ameelekea. Hivi kwa nini unapenda kunisumbua? Bana wewe twende. Kwa nini mnapenda kunisumbua? Mnahitaji nini hasa? Basi. Mbona siku tumekuja kwenye ndoa yako kukasirika namna hii? Jokwete la moja alamu. Wewe una njaa hapo ulipo hapo ndio maana. Usinitafute chaloni tafadhali, umenielewa eh? Yaani sitaki kabisa kuongea na wewe. Basi. Naomba muondoke. Haya. Nene baba. Kwani lazima. Alako patikana la kujua. Alafu nyinyi ninavyoelekea naomba muondoke. Naomba muondoke. Sawa. Naomba muondoke. Kijiweni. Kipenzi changu Eliza, mimi nimeshinda tamaa nyingi utosheki. Heri tu. Basi baba, katika mifumo maisha jinsi yalivyo, ni lazima uishi katika mifumo ambayo si vitu vya kizamani hivi baba. Vitu vya kizamani hivi. Vitu vya kizamani hivi. Mbona kama hivi? Hizo tu ananyimwa chakula nyumbani hapo. Mimi nimeshindwa tamaa nyingi utosheki. Heri tuachane. Kipenzi changu Eliza, mimi nimeshindwa tamaa nyingi utosheki. Heri tuachane. Wewe kuwepo hizo. Sana ulikuwa umezirai tumboni. Bwana wewe? Bwana wewe. Maisha jinsi yalivyo, jinsi unavyoyaona hivi, ni maisha ambayo yanatakiwa kuishi kimifumo. Si unanielewa? Sana. Kwa sababu kwa mfano kama huyu bwana anasema kipenzi changu Elisa mimi nimechoka maana yake amenichoka mama watoto. Maana yake huyu kinachoonyesha amenichoka mama watoto. Sasa mifumo hii maana yake kiutaratibu lazima na wewe uishi kwenye misingi kama mwanaume. Wewe bwana, huyu mzee wa nyungo huyu mbona leo hajafika? Kila kajio ya kuti akumuzi anayewa ni wapo tile chechi nandacho nini kwa tendo wewe chebu aksi misoya. Oya baba, niambie baba, wewe dude hilo tena wewe Kipenzi changu Eliza, mimi nimeshinda tamaa nyingi utosheki. Heri tuachane. Kipenzi changu Eliza, mimi nimeshinda tamaa nyingi utosheki. Heri tuachane. Baba. wewe baba mkeo mwingine wa baba. Hii hapa ndugu yangu. Hii ya nini? Hii si ya bodaboda? Acha utani bwana. Usafiri ndio hii hapo. Hela usafiri ndio hii hapo. Hii si ya bodaboda? Ya bodaboda ndio unipe shilingi 500. Bwana hii nauli ya wapi babu? Nauli wapi? Sasa nyinyi mlikotoka msimlikubaliana? Mimi nimemleta huyu hapa huyu. Wewe hayakuhusu.
Wewe tulia hivyo. Wewe mimi unaonyesha kidole wewe. Nakwambia brother wewe tulia hivyo. Wewe kicha nini? Huwa kaka leta TVS. Wewe brother mimi nataka nauli yangu. Unakataa nauli? Wewe kuna ulikosikia nauli shilingi 300? Kwa vika na wewe. Wewe hapo umesikia? Hapo vati imetumika hapo. Wewe mbona unaviweka vocha unakatwa? Wewe ukiweka vocha si unakatwa wewe mbwa? Hapo watu wameingia hapo. Mimi nimemleta huyo hapa huyo. Wewe hayakuhusu. Wewe mimi nataka nauli yangu. Nauli si hapa? Nauli haiwezi kuwa hiyo bwana wewe, na maana nauli hujui bei ya bodaboda nauli yake wewe hujui. Unanipaje mimi shilingi 300 kote niliko kuzungusha kule? Wewe mkataba huo umekukalia juu. Afu angaliaga wa kuwabeba. Sio ange tumechanganyikiwa. Ushanielewa wewe mbwa? Kwanza wewe unafikiri nimezunguka sehemu nyingi? Sehemu fupi. Kila mzunguko aloshegemea. Akili za kina Magola hizo. Mazoea mimi si ya mind bro. TCRA wamepunguza bei ya abiria. Hapo kuna vati imetumika hapo. Yeah. Hao walishaelewana waliko. Wanaelewana wanataka kutoka. Alafu unanichelewesha ujue. Mimi humu sijatia maji ujue. Bwana mimi nataka nauli, mimi nataka nauli. Wewe ngoja. Wewe usishikana hapo. Wewe unamchanganya hapa na hapa. Wewe unakunyuka mama wewe. Wewe blaza shikia, wewe blaza shikia. Wewe unatusikia. Wewe chukua pikipiki nenda. Chukua pikipiki nenda. Hebu niangalie jisoni kwanza una nini? Anto. Tayari. Deni limeisha hapa. Wewe nini? Hela yangu iko wapi? Hela yako iko wapi kufanyaje? Sasa wewe ndio nilikuamini nilikuwa na mstaarabu blaza. Wewe nenda wewe mbwa. Unajua nimevurugwa. Tumevurugwa wote ndugu yangu. Kwani peke yangu au peke yako? Wote. Ndio nishindwa kula embe. Yaani hakuna kitu chochote kinachoninogea. Hata kama kiwe kitamu kwa sasa hivi kwangu nakiona kichungu. Ndugu yangu. Haya mambo yapo tu. Hawa wanaume ni wa kwetu. Hawakwepeki. Maji tumeshayavulia nguo, hatuna namna, inabidi tuoge tu. Labda kwako wewe kama kuna unafuu. Lakini kwangu mimi hakuna unafuu. Unaona? Yaani hakuna unafuu yoyote na sina raha yoyote, yaani sina amani yoyote. Hakuna kitu chochote ninachokiona kitamu hapa ninavyokuambia. Udugu. Kama ni maji tumeshafanyaje? Tumeshayavulia nguo. Kiukweli hawa wanaume ni wa kwetu. Na vituko vyote wanavyotufanyia vimetufika hapa. Lakini kama kuvaa ndugu yangu mikopo tunakopa tunavaa. Haya mengine yapo tu, lakini hawa tuangalie njia ya kufanya. Tunachovaa kitu gani? Au mimi ninachovaa kitu gani? Nijizungumzie mimi, labda mimi. Maana nisikuzungumzie wewe. Unaona, nijizungumzie mimi ninachovaa kitu gani? Hata kama mikopo tunachukua mikopo, tunafanya nini? Sijui vikoba tunacheza, sijui nini, lakini mimi kuvaa sivai. Mimi nina watoto na ninasomesha. Pesa zote zinaishia kwa watoto. Na alafu isitoshe, hata kama ningekuwa nachukua mikopo, mimi siwezi kufanya kazi ya kujivesha nguo. Yeye anafanya kazi gani? Afadhali yako wewe hapo unaonekana umevaa umependeza. Haya mimi. Hasa mimi nina afadhali gani udugu? Hii nguo si gauni ya ndoa hii ndugu yangu Bora yako wewe hapo unaonekana umevaa umependeza. Haya mimi hapa ninachokivaa kitu gani? Unaona? Na siwezi kutegemea eti mimi nikakope mikopo ndo nipate kuvaa. Yule anafanya kazi gani? Udugu. Hapa nimeshukuru sana kwa kukuteni hapa. Habari zenu lakini? Nzuri. Habari za nyumbani kwenu? Salama. Okay, habari za nyumbani kwetu umeshasalimia, umesema habari zenu mzuri, habari za nyumbani kwetu zinausuje tena? Sijaja kwa ugomvi. Kwanza hongereni kwa kupendeza. Mko vizuri, mmependeza lakini wewe ongea mada zilizokuleta hapa. Huyu anaongea nini kwanza? Mbona mimi simuelewi? Mada zilizokuleta hapa. Mmependeza, mko vizuri. Halelelele. Zungumzia mada iliyokuleta hapa. Alafu hujui sisi tunaongelea nini? Ndio ninashangaa wanaume mliona unyinyi mabwabwa wale wanaweza kuwapendezesheni nyinyi na wewe koma wewe. Tena koma na ukomae. Mume wangu mimi sio mbwabwa, sawa? Mbwabwa ndio wewe ulichokuwa na kichwa kikubwa kama mzinga wa nyuki. Tena nilie kinitafuta hususan ni wewe. Kwa sababu wewe mume wako ndo hana akili kabisa. Wewe unazo? Wewe unazo? Wewe ungekuwa na akili, ungeacha pikipiki kule ukatufuata sisi hapa. Wewe unajua sisi tumesema tunajadili nini? Hivi mimi nikifikiri kwamba labda nyinyi mtakuwa mnaongea maneno ya busara kutokana na jinsi mlivyo yani na muonekano wenu. Kumbe nyinyi wote wewe na mume wako na mume zenu wote lenu moja hivi. Usichanganyie mada. Umetukuta hapa sisi tunaongea mambo yetu ya msingi. Basi tufanye yameisha bwana. Mimi haya unaweza kwenda. Siku nyingine ukitukuta tumesimama kama hivi, usijiletelete. Huo ufupi uliokuwa nao utazidi zaidi ya hapo. Alafu sisi sio kama tunakuogopa, nyang'ao mkubwa wewe. Nilichogundua kumbe nyinyi wote. Hebu toka huko. Kumbe nyinyi wote ni wale wale. Tafuta kupigwa na mawe. Kumbe nyinyi wote ni wale wale. Niangalie.
Hodi. Karibu. Vipi shemeji? Vipi shemeji? Shemeji, mwili unauma hatari. Yaani uchovu mwingi, nasikia baridi. Sasa lini kwanza lini? Tangu asubuhi. Shemeji, mbona hivyo? Shemeji, kama unavyoniona. Karibu. Shemeji, umekumbwa na kitu gani? Shemeji, naumwa. Umeanza lini? Leo asubuhi. Kaka yako anajua? Hajui. Na sijamuona tangu niamke. Hata ngoja jaribu kumpigia simu nimpe taarifa. Fikie natazana. Kama atapokea. Maana mtu mwenyewe yule. Mpokea. Halo. Uko wapi? Kwa bwana Kasiani huku. Kwa Kasiani unafanya nini? Kwa Kasiani ndo wapi? Unapita kuja kuangalia soka. Hivyo yaani wewe kuna siku ambayo utashindwa kuzungumza kwamba uko sehemu fulani umeenda kuangalia jambo fulani? Sasa nakwambia hapo. Fanya haraka, shemeji hali yake sio mzuri. Nipo kwa shemeji hapa. Hali yake sio nzuri, amefanyaje na wewe huyo? Na wewe acha maneno yako bwana, kwa maneno makali kama mtambizi. Hebu fanya haraka uje kwa shemeji, nimekwambia hali yake sio mzuri, shemeji anaumwa. Sasa unatakaje? Anaumwa nini? Sio cha hizo nayo. Naacha mambo yako. Mimi haya mambo mengine hayanihusu. Wewe nimekwambia njoo, hali ya mdogo wako sio mzuri. Sawa, ngoja nije mara moja basi. Yaani shemeji huyu ni mtihani. Anasema anakuja. Ngoja tuone. Yaani mtu ana maneno kama nini? Ya wapi sasa hivi mchana huu? Nenda kwa majirani. Kwa majirani kufanya nini mchana wote? Nenda kula. Kwa majirani kula, ina maana nyumbani hakuna cha kupika au kala? Umeacha nini huko nyumbani? Wewe umeniachia kitu nyumbani mpaka uniulize mambo hayo? Sio lazima ninapotoka niache kitu. Huu ni wakati mgumu. Umeona? Nimetoka asubuhi, nimeenda kutafuta. Nimepambana huko, nimezua hili na hili. Lengo langu tu nipate chochote kitu nirudi nyumbani. Hela ya usiku umefanyia nini? Wewe sio usiku umekesha kwenye boda? Umefanya nini? Umefanyia nini hiyo hela? Uliacha nini kuniachia pale nyumbani? Alafu sitaki ulete faida hapa barabarani tulipo. Umeelewa? Mambo mengine inabidi yaishie nyumbani. Sio unakuja hapo unapayuka tu afu mimi ninayeongea ni mume wako. Sasa sikiliza. Hapo unachukua hii hela hii. Umeelewa? Alafu kuna mambo mengine inatakiwa uchukue sana misingi ya kujua mimi ni mwanaume. Sio unatoka nyumbani bila kuniaga mimi. Hii 2000. 2000? Eti niende nyumbani nikapike nikashughulika kupika 2000 inatosha. Sasa cha kufanya, chukua hii 2000 uende sokoni. Kaninunulie unga. Kaninunulie mboga. Kaninunulie mafuta. Kaninunulie mkaa. Niletee nyumbani nije kupika. Afu unajua una kauli za ajabu. Ina maana wewe unataka kuniambia nyumbani pale hata unga haupo kidogo? Ulileta huo unga? Masiala yako siyapendi. Hata unakoweka hela zenye sikujui. Kila siku biashara ngumu. Mwani wenzako wanaendesha bodaboda vizuri na hela wanapata. Na majumba yote wanajenga. Hapa mimi sitaki mambo yawe mengi. Panda kwenye pikipiki tuende nyumbani. Siendi, natembea wa mguu. Wewe unatembeaje kwa mguu wakati mimi niko hapa? Nimeamua nitembee wa mguu. Uwezo ukatembea kwa mguu wakati mimi hapa nipo na nielekea huko nyumbani. Vipi? Safi. Shemeji vipi hali?
Habari nzuri. Alo tukimbiza hapo. Niwakimbizeni wapi? Kwa kaka yake huyu. Kuna nini? Wewe si boda, wewe si boda. Mna shida sana au? Ndio maana tumekwambia hivi, tupeleke hela yako ipo. Kwa hiyo shida ni nini? Haina shida, leta hela niwapeleke. Wewe tupeleke kwanza, kibarua chetu hujamaliza. Unapewaje hela ya matuta wakati hujamaliza? Kwa hiyo acha pikipiki hiyo bwana. Kwa hiyo maana nyinyi mimi hamniamini kwamba mkinipa hela mimi nawapeleka? Na wewe unavyokaa kijiweni na kila anayekuja unamwomba hela. Sababu wewe kibarua chetu hujamaliza. Wewe njoo kae kwenye pikipiki twende nyumbani. Wewe unakodisha au kodishi? Sikodishi. Wewe hakuna pikipiki hapa yenyewe lamba hii wewe. Hakuna kazi pikipiki hiyo hii. Lamba kwa chuma lamba. Wai lamba. Mwenye mia. Hivi hapa. Maneno ya mkosaji hayo. Utajua mwenyewe. Lamba kwa chuma. Wewe si Mungu alitupa pikipiki. Mpaka tutapasuka makenya. Kwa ubaili wenu. Ndio wewe unajua kwa yao wale walikuwa anavokaa mbali. Kule kote kule anaenda kwa mguu. Shemeji, vumilia tu, utakaa sawa. Vumilia tu. Fanyaje? Ina maana hivi vimemwanza wakati umeshafika au umemkuta vimemwanza? Unajua mimi nashindwa kuelewa. Si jana tumeachana naye vizuri tu. Sana tu. Mimi wasiwasi wangu inaweza kawa malaria. Si ndio? Hii malaria hii. Hii UTI hii. Mimi sina kuambia. Au malaria. Huyu dogo rafiki yangu anakula sana mbaazi. Na hapo ninavyoongea zile pa jikoni pa. Sasa mboga hii ukifululiza ni changamoto unajitengenezea mwenyewe. Kwa sababu hii ni mbegu. Kweli. Huwezi kujifanya stakabadhi galani. Kweli. Hii malaria hii. Yaliyochanganyikana na UTI. Ndio. Kwa sababu nilivyomgusa hapo joto limepitiliza kiasi na anaonekana amelegea huyo. Malaria au UTI hiyo. Ndio maana mimi mwanzo nimehoji kwamba hii homa umeikuta au imepatikana wakati umeshafika? Sababu wewe ueleweki. Lakini si nimekujibu kwamba huyu mimi nimetoka nilikotoka nimefika hapa nimemkuta na hiyo hali ndio maana nikakupigia simu. Kwa hiyo nataka majibu gani mimi nikujibu? Hizo habari mimi nishawahi kukukataa hizo. Wewe unaonyesha una dalili za uchawi. Kumbe wewe mwenda wazimu Kwa mimi nimefanya makosa kukupigia simu kwamba hali ya mdogo wako sio mzuri. Sasa kama hali ya mdogo wangu sio nzuri na wewe familia unaifuatafuata ya nini na kuhusu nini? Kwa hiyo mimi leo mchawi, si ndio? Wewe mwanga ndio. Mimi naifuata familia yako, si ndio? Wewe hapa alikuita nani? Nimewahi kukuloga? Sasa huyu mbona huyu mgumu kuumwa huyu dogo mimi sinajua huyu. Kwa hiyo huyu ana ahadi na Mungu, si ndio? Yeye ni mtoto mdogo mwenyewe anashindwa kuongea. Anashindwa kuongea, ni mtoto mdogo huyu. Na alafu wewe unachoifuatafuata familia hii wewe inakusaidia nini? Mimi naifuata familia yako, si ndio? Ndio. Nimefanya makosa kukupigia simu. Mimi ni mwenda wazimu, mimi sina akili, mimi ni mjinga. Kwa sababu nimechukua simu yangu nimekupigia wewe simu, si ndio? Katika maisha uwezi kwamba baadhi kwa sababu hii hapa ni mbegu. Unapoziweka tumboni sasa unapandikiza chuki ya mwili. Je, ulivyokaa naye hajajamba? Wewe unasemaje? Lazima nihoji. Ina maana kama hajajamba mpaka saizi UTI. Sasa hapo mawazo yangu mimi. Ili apone haraka. Inabidi sisi tumchumie majani ya mikorosho huyu. Homa za ghafla namna hii zinakuaga pengine kama hivyo UTI, kama hivyo malaria na nini. Ni vitu tu vya kuchimba sehemu nzizi, anapikiwa anakunywa. Shemeji pole, utapona. Kaka, huyu amezidiwa, tusichelewe. Twende tukamchumie mjani, haja anyweshwe huyu. Anyweshe na uzuri tuwai kabla moto hapo haujazima. Si ndivyo? Majani ya nani hapa? Haya, ya korosho. Tunakuja. Anakaa safi. Jamani. Shemeji, unaona ndugu zako walivyo? Vumilia tu. Yaani mimi hata sijui nisemeje kwa kweli shemeji. Yaani hiyo ndio tabia ya kaka yako. Yaani tabia zote chafu anazo yeye. Na mwenzake utafikiri wametoka tumbo moja. Basharo, mdogo wako anaumwa yule. Yule anaumwa. Yule bwana anaonekana UTI imemzaba. Ile kama sio UTI, malaria. Yule alo UTI inasumbua. UTI kwa tumbua wewe. Ndugu yangu Ibadi anaumwa yule. Unanielewa? Mdogo wako yule hali imemkuta mbaya mno. Sasa kwa dawa hii. Hii anatoboa. Si ndivyo? Hii lazima atoboe. Basi tufanye haraka. Hii lazima atoboe.
Wakaila roho. Unajua kuna vitu sisi wengine kama wazazi hatutakiwi mara kuita bajaji, kuita pikipiki, twende sijui huku. Inakuwa kipengele na kama kwa kubariki kwa ngweta galau. Galau? Galau tela. Hapo umeongea roho. Mimi ndio maana mimi na wewe tunaelewana. Na mambo yakiwa magumu sana, sabuni ya unga ile nayo inatoboa. Si ndivyo? Sabuni ya unga. Ngeti? Ana survive vizuri. Sabuni ya unga fresh. Ngoja na mimi siku yake mke wangu aumwe mafua ni tuchike sabuni ya unga. Bwana unamweka anakuja analewa. Kulewa kule si ndio kuelekea kupona. Basi hata mtu ukisikia uti wa mgongo unamuuma, kamasi za kondoo. Kamasi za kondoo alo zile ukimpaka tu. Hatari. Kondoo sana kula vinganyanga. Mtu anauma maundika hospitali. Mtu anauma kitu fulani. Vitu vingine majani haya ni majani ni mti wote wewe ni dawa. Haya majani ya mkorosho haya, majani yenyewe dawa, mabibo dawa. Na kama kwa kubali tu kwa ngweri galau. Huko. Si tuhangaike kwenda duka la madawa wakati madawa yapo kibao. Mwanya mama ntende oe oe. Mwanya baba ntende oe oe. Oe mama, oe mama, oe mama. Oe mama, oe mama, oe mama. Mwanya mama ntende oe oe. Karibu, manake jua hili hata sikutegemea kama ningeufuta. Niende wapi sana jua hili? Hangaika. Linavyowaka. Nikahangaike nini? Asante. Niambie ndugu wangu, babu yangu. Nalo basi. Wewe acha. Vipi lakini za hapa? Namshukuru Mungu kama unavyotuona. Tupo dada. Sijui za utokako. Nitokako kuna amani, nitokako kuna amani. Shemeji anaumwa. Yaani hali ya shemeji ni mbaya kabisa. Unajua ni mbaya? Shemeji amezidiwa. Yaani kinachoniuma zaidi, mume wangu pamoja na shemeji, mume wako wewe wapo. Homa ya shemeji inajadiliwa, inasemekana UTI, mwingine anasema malaria. Kwa hiyo mwingine UTI, mwingine anasema malaria. Mume wangu anasema yale ni malaria, inani UTI. Mumeo sasa anasema yale ile ni nani malaria. Nawaambia mnajuaje kama hii ni malaria, mnajuaje kama hii ni UTI? Wanasema usiingilie. Kwanza wewe ndugu yako anakuhusu. Dada nimepokea kichambo mwanzo mwisho. Sasa hapo ndo unaponichanganya. Wewe unashauri uende hospitali, wanakuchamba. Kosa liko wapi hapo? Kichambo kinakujaje kwa sababu unafuatilia maisha ya ndugu zake. Mgonjwa anaumwa UTI, kauli ya mume wangu. Mgonjwa anaumwa malaria, kauli ya mumeo. Wakati huo hawajaenda hospitali. Na kama Ibadi anaumwa, dawa zipo. Mume wangu na shemeji ambaye ni mume wako wewe, wataenda kutafuta dawa huko msituni, sijui anaenda kutafuta wapi, watachemsha watampa atapona. Majani ya mkorosho. Ama kweli. Nimewaacha. Kwa kweli changamoto. Na walikofikia sasa hivi kubaya. Haya, anaumwa malaria, anaumwa UTI, wamempima. Ni madaktari wa kujitegemea. Hatuna namna. Hivi Dasabla, mimi nikuulize tu kitu. Wewe unaonaje kama tukifanya jambo kuhusu hao wanaume? Kwa sababu mimi mwenzio nimechoka. Sasa ila mwisho wa siku tusipofanya jambo, mwisho wa siku wapo humu sasa hivi watatupanda vichwani. Alafu humu kwenye nyumba zetu sasa tutageuka sisi ndo wanaume. Sasa mimi sitokubali nimkae nimlishe yule mwanaume mwenye ndevu kama mchichapoli, nifanye kazi ya kumlisha mimi. Hilo swala ambalo haliwezekani. Yaani siwezi. Na ndio maana nimekwambia tufanye jambo ili tuwakomeshe. Nimekuelewa ndugu yangu. Yaani nimekuelewa. Nitalitilia mkazo na jambo kweli tutalifanya. Jambo lazima lifanyike. Nimekuelewa ndugu. Wewe tulia. Yaani nimekuelewa kabisa. Akili mbona zitakaa sawa? Jamani.
Hata ikipata joto kidogo tu. Ikipata joto kidogo ikiingiliana dawa hiyo basi huyu. Atapona huyo. Huyo ameshakaa sawa. Basi. Kaa sawa tayari. Baada. Vitu vingine vinatakiwa vidhibitiwe sisi wenyewe, sio watu hangaika hapa. Wana kaa sawa. Karibuni jamani. Sisi tupo na mgonjwa huyo hapa. Umeamini? Umeamini ndugu? Si umeona unachokifanya hapa? Umeona? Nilikwambia mimi. Kwa hiyo mume wangu, wewe unaacha kumshauri mwenzako vitu vizuri, mkamchukua mgonjwa mkampeleka hospitali, unakaa naye hapa unamnyosha mikorosho kweli? Huyu mgonjwa na sisi ndo kaka zake. Hiyo dawa atapona. Kwa hiyo anaponaje hivi? Na mikorosho. Kwa hiyo mume wangu unaacha kumshauri mwenzako vizuri, mchukue mgonjwa mkampeleka hospitali, mnamnywesha majani ya mikorosho, sijui mnamnani nani? Mkorosho mke wangu ndio kila kitu. Mimi niliambiwa kwamba mgonjwa ukimtumia majani ya mkorosho akinywa anapona baada ya dakika 7. Alichopona baada ya dakika 7 kitu gani? Dalili za unafuu hizo, dalili za unafuu hizo. Unafuu kutokea wapi? Haya sasa tuachane na hilo. Huko nje kuna watu wengine wanaoma kama hii na wanahitaji huduma zenu. Haya, wewe ni mganga gani? Wewe ni mganga gani nakuuliza? Huyu anaitwa Mgangado, anatibu kaskazini. Mimi naitwa Mganga Chilombe, kusini. Wote wagonjwa wote wanaoumwa. Nyinyi hamna haya nyinyi. Shoga yangu, haina haja ya kumaliza kumati kooni. Hapa tunalifanya lile jambo ambalo tunalitimiza kwanza lile jambo ambalo tumelipanga, alafu baadaye tunajua mgonjwa. Umeona? Wewe ngoja sasa, wewe mbona unafanya hivyo? Hakuna cha kungoja sasa. Wewe hapa hakuna cha kungoja. Wewe unakosa adabu. Unaona? Adabu hapa nini? Ngoja kwanza. Hakuna cha kwanza kudada. Wewe utatoka wewe mwenyewe. Upati maji ya kuoga. Leta kwanza kitu chochote. Leta kwanza huko niangalie kwanza. Nyinyi wajinga kiasi hivi. Nyinyi msitufanyie sisi hivyo. Lazima tuwafanyeni hivyo kwa sababu nyinyi hamuelewi, nyinyi hamna akili. Sisi waume zenu no jamani. Hii si dawa, kunyweni nyinyi wenyewe. Hebu nyinyi mbona mnatufanya sisi ndo tuchai? Wewe vichungu si unyosha mwenzako. Kama vichungu kwa nini umemnyosha mwenzako? Wewe ngoja kwa nini umemnyosha? Mnatuvunjia adabu. Hakuna cha kuwavunjia adabu hapa. Kunywa na wewe dawa. Ngoja kwanza hapa vinogi. Hakuna shemeji kunywa vinogi sababu. Vinogi. Ngoja kwanza. Vinogio vipi? Ngoja kwanza. Dawa wewe. Kama vina uchungu kweli mbona wewe umemnywesha? Wewe unakimbilia wapi? Kunywa dawa. Muangalie kwanza. Nyanyuka shemeji, pole. Kama kuolewa huko mwaka huu ndo huku. Mimi kwanza ndo wenyewe basi nikifika nyumbani talaka. Ngoja kwanza. Ngoja acha kwanza tumshughulikie kwanza. Jamani, kweli majani ya mkorosho yanatibu? Pole tena. Udugu mimi nimechoka. Unajua nimechoka. Hapa cha ukifanya rafiki yangu. Mimi nachokiona. Tuende basi hata pale kwa jirani tukaombe msaada. Hata wa pikipiki. Tunamnyanyua? Kama tutaweza kumnyanyua, twende tumnyanyue. Labda nijaribu kumbeba mpaka hapo kwenye boda. Mbebe ndio. Tusimamishe kwanza. Shemeji jikaze. Amka. Mungu wangu. Udugu utanishikia ndawa zangu hizo. Haina shida, wewe usijali. Mpandishe. Tukaombe msaada hata wa pikipiki tumpeleke. Pandishe, msogeze juu. Shemeji pole. Mtu unamwambia ukweli hataki kuelewa. Tunamwambia ukweli hataki kuelewa. Hivi hawa wanawake kinachotakiwa saa hizi kuwatafutia uchawi ili tuwaweke hapa. Hawezi kutumiliki sisi, haiwezekani. Unanidhalilisha mimi.
Hai, kulikoni wenzetu? Unafanya nini nyumbani kwangu? Unafanya nini nyumbani kwangu? Kwa hiyo umekimbia kula, umekimbilia huko, si ndio? We shemeji, mimi labda nikwambie kitu kimoja. Alafu nyinyi wanawake, nyinyi mnatupanda kichwani. Unanielewa? Kwa sababu haiwezekani nyinyi mkatuzalilisha sisi mbele za majirani. Pale mimi nilikwenda kwa mdogo wake na mmeo. Nyinyi mnakuja na plani yenu bi hapo ya kutufanya sisi hatuna akili timamu, tuonekane sisi mazuzuzwa. Ngangutaka ndeyeleyo, sitaki, tunawakataa kama wanaume. Umekimbia kula, umekimbilia hapa nyumbani kwako. Alafu umestarehe kwenye mlango wangu. Hii nyumba inakuhusu wewe? Unajua shemeji, mimi nilikuwa nakuheshimu sana wewe. Yaani nilikuwa nakuheshimu kupita maelezo. Kumbe wewe huna akili hata kidogo. Sina akili mimi? Hauna akili ndio. Unajua wewe huna akili? Hapo mlangoni ulipokaa huo ni mlango wako? Sinaongea na wewe? Kumbe hapa sio nyumba. Hapa ni nyumbani kwako? Mimi nilivyokimbia pale kuja hapa kutafuta uafueni. Hata kama sio nyumbani kwangu, hapa si kwa rafiki yangu. Na yuko wapi? Kwa hiyo ndio maana umeamua kutumia kiti, umeona bora uchukue na hii ndoo pia ukalie, yaani umestarehe kabisa kama nyumba ni ya kwako, si ndio? Umechukua ndoo yangu unaweka miguu kabisa umenyoshea hivi. Alafu huko ndani kuna maembe. Kwa hiyo si tu uchafu wako, si ndio? Naomba unyanyuke uondoke. Na huo mlango niliufunga. Humo ndani niliacha kipolo na mboga. Nikikuta mboga umekula Bela, nikikuta upolo wangu umekula, utanitambua. Naomba unyanyuke uondoke. Mimi mboga nile ya nini? Naomba unyanyuke uende. Umesikia? Sisi wenyewe tutaandamana. Haiwezekani sisi tukakosa confidence zetu kwa ajili ya nyinyi. Sawa? Mimi ni mwanaume na mume wako wewe ni mwanaume. Tuna mamlaka. Hii uliotuaibisha hii tutawashtaki mahakama ya mwanzo. Yaani wewe uandamane kwa sababu yangu mimi, si ndio? Unaandamana kwa ajili yangu, unaandamana kwa ajili ya mkeo. Nitaandamana kwa sababu ya nyinyi wote, kwa sababu sisi hauwezi kututendea hivyo. Hapa sisi ndo wanaume. Wewe nini shemeji? Hivi wewe na mwenzio mkoje? Unajua nilikuwa nakuheshimu sana wewe. Yaani nilikuwa nakuheshimu na nilikuwa yani upendo wangu kwako ulikuwa ni wa hali ya juu nikikwamini kama wewe ni shemeji, lakini wewe hamna kitu kabisa. Unajua hauna akili? Sina akili mimi. Yaani hauna akili kabisa. Yaani wewe subiri kwanza uone. Nini? Unataka kunitishia mimi wewe? Wewe ukoje? Yaani wewe nenda kaambizane na wewe mwenzio. Yaani kidogo tu mungepata rangi kidogo. Lakini Mungu amewalaani, mmepata tabia mbovu, mavazi hamna, sura zenu mbaya. Kwanza mmefanana na konokono nyinyi wawili. Utafikiri mmetoka tumbo moja. Nyinyi mkoje? Mwanaume una haya wewe. Yaani hata kualisha wake zenu kuna washinda. Sisi tutaandamana, tutaingia barabarani wanawake nyinyi. Mnatuonea. Na hii naenda kumpa misondo ayotie kwenye sample. Ili ajue kwamba sisi wanaume wa kusini tunaonewa na wake zetu. Na kwa taarifa yenu mwaka huu hatuwasaidii kulima. Ni kutafuta bao ni hapa tu. Wewili we. Watu wewe. Wewe nini bwana? Wewe majibu ulionijibu kule na majibu ulionipaka. Wewe unategemea mimi tena kuoga wapi? Mimi nimekuoa. Tena nimekuoa kwa ndoa. Hautakiwi kunifanyia hivyo. Sasa wewe kama unajua kama mimi umenioa, tena umenioa kwa ndoa, kwa nini unanifanyia hivyo unavyonifanyia? Kuna vitu vingine vya kumalizia ndani, sio hapa nje. Mumugulie mlango huo. Sikufungulii mlango. Wewe unaenda huko na zulula, unatafuta hela, unaenda huko migawani unakula, mimi unanikalisha na njaa. Alafu unaniambia mimi nilizike na hali. Siwezi kulizika na hali na sikufungulii mlango. Na leo hapa maji ya kuoga upati. Unanifungulia au nifungulie? Sikufungulii. Kusemaje? Kwani unanielewa ninachokiongea? Nimekuambia sikufungulii na maji ya kuoga upati. Alafu wewe mwanamke wewe, mimi siku moja nitakuja nikupasue. Nitakuja nikufinyange kama bibo mbichi. Nitakuja nikudufue wewe. Nifungulie mlango huo. Ungekosha nidufue toka muda mrefu. Wewe masuala ya kula hayo ni private. Hayo ni ya msingi katika maisha. Lakini sasa hivi ugumu upo. Mbaazi muda wake umepita. Niache kwanza niingie ndani, nikanawe, nitoe vumbi hizi, tutaongea tukiwa ndani usiku.
Kwa hiyo unachokiona kwa umuhimu cha umuhimu kwako ni mimi kuchukua maji ndani na kukupa ukaoge, si ndio? Nimesema hivi. Wewe hapa hamna cha kufungua. Ngoja. Kwanza shemeji na kwaje? Ana nini kwani bado hajaisha tu jamani? Bana wewe. Kuna muda vitu vingine viishege. Hivi hapo, hivi kwanza hapo nini kwanza rafiki yangu? Halo? Huyu mwanamke anazidisha. Huyu tangu ile mpaka saizi tunabishana tu masuala ya mimi kuingia, amenifungia mlango mimi. Mimi wife nyumbani kule mambo yangu yamekaa safi kabisa. Yaani kila kitu kimekaa sawa, majibu yale nimenawa, tumeelewana, ndoa ipo hivi. Si ndivyo? Iko hivi. Haya. Ushangaa mwe paka nani ngoti inakuwa kwaje? Si umemsikia? Kama yameisha ya kwako shemeji, ila kwangu mimi hapa hajaisha. Huyu hawezi kunikaisha mimi siku 2 bila kula. Usiponipa maji na usiponiheshimu kama mwanaume wako na kwenda kujinyonga. Alafu nakubambikia kesi. Bora halo. Kwa hiyo unanitishia mimi kujiua? Nenda kajiue. Nenda kajiue. Wewe utajibu nini? Shemeji, mtu anayetaka kufa au anayetaka kujinyonga atangazi. Ajinyongi huyu. Ajinyongi. Niombe moyo wako ngwenu anaijaruba sana. Bakonu mwe. Anaijaruba sana. Sasa kwa taarifa yako, mimi hujanikomoa. Nikitoka hapa napitia kwa majirani na nawa na ikiwezekana natafuta demu huko na sirudi. Sawa. Sasa wewe nenda. Sasa kwa taarifa yako na wewe ndio utakuwa mshenga, utapeleka barua hapo sasa kwetu. Wewe sikidume, nenda. Nenda. Halo? Tumweke sawa. Shemeji, hapo takufanya hapo. Umwambie. Huyu ataenda kunawa mbele ya safari huko, lakini hayo mambo mengine wewe yaishie tu. Hapa sisi tunaweza tukarudi na laki hapa. Mimi na mimi nishajirekebisha. Sawa shemeji, mimi nimekuelewa. Tabia hiyo isije kajirudia tena. Mimi sitaki. Naomba mjirekebishe jamani. Sisi sasa hizi tumeshabadilika. Sisi ni gentlemen. Unaona hata kodi tunazokula hizi hapa. Haya sawa. Mume wangu, una siku ya 3 una kazi na pikipiki umenyang'anywa. Cha kufanya mume wangu hapa, naomba utafute tu kazi zingine za kufanya. Wewe ndio mwanaume ndani, tunakula nini? Ni sahihi ulichonishauri na ni jambo ambalo huwa linaniumiza kichwa, lakini huwa nakaa nafikiria kazi. Unajua tuko wengi sana tunasota bila kazi, na ni kweli bodaboda ile ilikuwa ndio tegemeo langu, ila anyway, nitapambana, nitajua jinsi ya kufanya mke wangu. Alafu na kingine, wala ndugu zako kule na Mbela, naomba wafuate, uwashauri. Mtaani kote wanaongelewa wao. Waambie watafute kazi. Maisha yanayoishi sio mazuri. Hivi mke wangu, tunapojadili maisha yangu mimi na wewe, kuna haja gani tena kujadili maisha ya watu wengine? Alafu kwa faida ipi? Sio unaingilia maisha ya watu. Wale wanaume wenzako, ukishawashauri watakuelewa tu. Mbona mume wangu? Nitakaa nao. Nitajitahidi kwa hali na mali kwa ajili ya kwenda kuwashauri swala hili la kusema bwana wewe huko nyinyi sasa mnakoenda huko mnaenda kwa machizi, kwa sababu hapa mtaani nyinyi watu wote wanawazungumzieni nyinyi afu si kwa mazuri. Kweli unachokiongea upo sahihi. Lakini najiandaa kupokea matusi. Ninawajua. Tuwakazanie wote. Pale ukifika kuwa jasiri na kuambia, kwa sababu huu ulimwengu bwana leo sasa hivi sio ulimwengu kumwacha mtu anapotea hapa hivi. Kweli kabisa. Wale ndugu zetu tutatiana aibu kijijini hapa. Tena huyo hapa. Hivi hali. Bali yako kama kawaida. Naona upo. Bwana uje huwa kwako wewe. Kuna tatizo? Tatizo lipo. Tatizo lipo na ndio maana mimi nikaungana na kijana mwenzangu nikasema hapa twende huko. Umesikia kaka? Huyu bwana ni dereva bodaboda. Na katika maisha yetu mimi na ndugu yangu hatujawahi kuelewana na huyu. Hata siku moja hatuna maelewano. Tuna maelewano na wewe? Tuna maelewano na wewe? Wewe sisi ndugu zako? Sisi ndugu zako? Kaka, ungemshauri vyema huyo. Sisi huyu hatuna undugu naye. Yeye ni dereva bodaboda na hatujawahi kukaa naye sawa huyo.
Umenielewa? Na masuala uliokuja nayo wewe hayakuhusu. Mimi ni mtu, nina akili zangu timamu, mtu na nusu. Wewe unanishauri wewe kama nani? Samani kaka. Swala huyu bwana kwa maelezo alionipa mimi hadi kuwatafuteni nyinyi ni jambo moja tu. Nyinyi watu wawili mna matatizo, mna ubaili ambao umepitiliza. Sijui unanielewa kakaangu? Mimi hapa sikuchambi, ila nakwambia ukweli. Wewe unachokihitaji kutoka kwangu ni nini? Asante. Ninachohitaji kwako wewe si kwamba nahitaji hela yako, hapana. Ninachohitaji kwako wewe na mwenzako, muachane na hayo maisha mnayoishi nyinyi na familia zenu. Sio maisha mazuri. Nyinyi wake zenu wale wazuri, mke wa kwako wewe mzuri, mke wa kudevela mzuri, tena wale mkiwavesha vizuri wanafua kwa wakati. Lakini msichokijua mtakuja kunyang'anywa nyinyi mtaani pale. Sisi tunataka tuwe mfano kupitia nyinyi, kwa sababu nyinyi kwenye huu mtaa nyinyi ndio wa kwanza. Mmejenga nyumba nzuri, lakini maisha yenu hatuyaelewi. Bora kidogo ya wewe umezungumza. Wewe unajua kuzungumza kwa topic. Wewe unajua kuzungumza kwa busara. Lakini angekuwa amekuja huyu mbwa peke yake huyu, ningemchanjia na ningemkimbiza hapa, ningemtandika makofi. Lakini baba, wewe unafaa kuwa waziri mkuu Mwigulu Nchemba kwa sababu una busara. Umenielewa? Watu kama nyinyi, watu 10 tu, hii Tanzania inakwenda watu tunatembea. Umeona? Mimi ndugu zangu nimewaelewa, na mimi nitaenda kumshauri ndugu yangu Kitunguu Maji, naye ni ubaili unamuota mapembe sasa hivi Kitunguu Maji Dar es Salaam huko. Nitapigia simu, nitamwambia baba, wabaili wote wanazikwa bila sanda. Kwa hiyo ubaili basi. Ubaili basi. Tena nashukuru sana kwa kunielewa. Cheti kazuguru kwa pika la bajiwe ya kuti akumuzi anawe wani wapu tile chechi nandacho uneni kwa tendo wewe chebu aksi. Misoya.